Nimeona watu kadhaa wanaposti na kusema Mheshimiwa Freeman Mbowe pia alisema no reform, no election. Ni kweli alisema, ila ukimsikiliza kwenye hotuba ile siku akizungumza na waandishi wa habari juu ya maamuzi ya kamati kuu baada ya tathmini ya uchaguzi wa serikali ya mitaa 2020-2024, alisisitiza kuwa wakati ukifika hatujapata reform, basi chama hakitafanya maamuzi sahihi. No reform, no election ya sasa ni lini chama kilifanya maamuzi na kupitisha hii slogan kuwa ni msimamo wa chama rasmi, ikiwa sasa hata mimi mjumbe wa kamati kuu hakuna kikao hicho chochote ambacho tumeazimia? Ndugu waandishi wa habari, rudieni kusikiliza upya YouTube hotuba ya Katibu Mkuu Mnyika anasoma maagizo ya Baraza Kuu baada ya kupitishwa kwa kamati kuu ya uongozi. Mheshimiwa Mbowe akisoma mkutano mkuu, wajumbe waliochaguliwa na mwenyekiti wa sasa ni wapi walisema tumesusia uchaguzi? Waliokuwa wajumbe wa Baraza Kuu ni wapi? Na wengine mko hapa, ni wapi tumezungumza kwamba tunakwenda kususia uchaguzi? Ni wapi tumezungumza kwamba hatutakwenda kusaini fomu za maadili? Wengine ni wajumbe hapa, mnafahamu. Ndani ya kamati yetu kuu, ndugu zangu, kumekuwa na ubaguzi baina ya wajumbe waliokuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Freeman Mbowe, na sasa hivi kumeundwa kundi dogo sogozi ambalo linafanya maamuzi ya vikao vyao kwa kuhakikisha wajumbe baadhi wanapata taarifa na wengine hawapati taarifa, na kundi hilo ndilo limetufikisha hapa tulipo sasa hivi. Mimi binafsi nikiwa mjumbe wa kamati kuu nimeondolewa kwenye kundi sogozi, grupu la WhatsApp la kamati kuu, kwa sababu nilihoji kwa nini hatupati taarifa rasmi ambazo msajili amekielekeza chama kiitishe upya Baraza Kuu kutokana na viongozi sekretarieti na wajumbe wa kamati kuu waliochaguliwa hawakuchaguliwa kihalali kutokana na akidi haikutimia. Kwa hivyo mimi ninachowaomba ndugu zangu, mkisikia wanasema huko kwenye mikutano kwamba tunalalamika kuna ubaguzi, tunalalamika tunabaguliwa, ni kweli. Ni kweli. Mimi kama mjumbe wa kamati kuu ambaye nina haki ya kusema na kushauri chama changu, ninaondolewa kwenye kundi kwa sababu ninahoji masuala kadha wa kadha, tunataka ufafanuzi. Lakini naondolewa kwa sababu mimi nilikuwa nikimuunga mkono Mheshimiwa Freeman Mbowe. Ninahoji mambo ambayo tunayaona tayari yako kwenye mitandao. Tunahoji mambo ambayo tunayaona msajili kashaelekeza barua, vyombo vya habari vimekwisha kuripoti. Huu ndio ubaguzi tunaousema.